Juhudi za kupanda miti majumbani na katika taasisi mbalimbali ni nyenzo muhimu katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yana athari za moja kwa moja kwenye makazi ya wanyamapori na viumbe hai. Katika kuadhimisha kumbukizi ya kuzaliwa kwa Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Hifadhi ya Taifa Kisiwa cha Saanane imepiga kambi na kupanda miti katika taasisi kadhaa zikiwemo shule ya sekondari Fumagila na shule ya msingi Kanenwa, kata ya Fumagila jijini Mwanza. Nimejisikia vizuri sana kutembelewa na Hifadhi ya Taifa Kisiwa cha Saanane. Wametuletea vifaa hapa, tunaona ni miti ambayo inaweza kutupatia hewa nzuri. Kwa hiyo nafikiri ni jambo jema na tutaendelea kupanda miti mingi kwa kadri inavyowezekana. Na tunapongeza sana jitihada anazozifanya rais wetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaboresha mazingira katika taasisi zetu za elimu. Jicho hapa limeelekezwa kwa jamii kutosita kushiriki harakati za kuboresha mazingira kwa upandaji miti kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku majumbani na hata katika taasisi za umma ili kuboresha ikolojia. Tunapokuwa na jamii ambazo zinaweza zikawa zinasaidia katika kulinda mazingira, basi kwa pamoja tunaendelea kulinda hali ya mazingira na vile vile kuhifadhi uoto wa asili. Katika maeneo yetu tunafahamu umuhimu wa kutunza mazingira, ikiwemo pia ni kutokuepuka uchafuzi wa hali ya hewa. Zoezi la upandaji miti pia limedhihiri katika kituo cha afya cha Fumagira, ishara ya kudhibiti kumuunga mkono Rais Samia na kauli mbiu isemayo uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti. Sisi kama Hifadhi ya Taifa Kisiwa cha Saanane tunahamasisha na tunaungana na Mheshimiwa Rais kuhakikisha jamii ya Watanzania inaelewa na kufahamu na kushiriki umuhimu wa upandaji miti, ikiwa ni sehemu ya kutunza mazingira, lakini pia ikiwa ni sehemu ya kuongeza utalii wa ndani ya nchi yetu. Miche mliotuletea na tumefanya zoezi ile kwa furaha kwa pamoja, na tunaendelea kuwakaribisha siku hadi siku, na tunawaahidi ya kwamba tutaitunza na kuhifadhi hii miche. Hifadhi ya Taifa Kisiwa cha Saanane bila shaka imeendelea kuwa kielelezo cha jinsi binadamu na asili wanavyoweza kuishi kwa karibu iwapo mazingira yatatunzwa ipasavyo. Sudi Shabani, Star TV, Mwanza.